ile swali lako ndo muda wake au bado ile kwamba Jerimulo yuko kwenye siasa. Lakini Jerimulo ameingiaje? Kwanza kabla ya kuingia Jerimulo wewe niko pia natamani kufahamu. Mimi nilikuwa na hofu kuhusiana hiyo. Jerimulo ana uwezo wa kujibia, yani kama mtu wa Chadema kaongea labda Nassari anaweza akaita waandishi wa habari akasema Nassari ni mtoto anaongea mambo ya kitoto. Yani kutoka kwenye kuita press kwa ajili ya kuizungumzia Yanga mpaka sasa ndio swali lake ameingiaje kwenye siasa, na hiyo wakati mwingine tunapomwona kama nani yani kujia hiyo Jerimulo wewe ni nani ndugu yetu siku hizi kwenye siasa tubazie ndani ya CCM au yani hapa nilikuwafikisha ndiko hapa nilitaka mfike. Sawa, twende na mmefika. Unajua ukishaona watu wanakaa no nimewafikisha. Watu wanaongea unajua ukishaona watu wanakusanyika na kuuliza Jerimulo ni nani CCM? Jerimulo anafanya nini? Wengine basi tujibu basi bwana. Kwangu mimi sasa yani kama jiwe limempiga musika yani. Unajua ile kurusha jiwe gizani. Ndio. Unajua limempata mtu. Kwangu mimi I'm very happy kuona jamii inafika sehemu na kuuliza Jerimulo ni nani CCM. Brother, sisi yote ni wanasiasa. Mimi nimesoma political science and public administration. Siasa iko kwa kila mtu. Maisha yetu sisi yote yamejaa siasa. Kuanzia tunapoamka, tunaposhinda, tunapokwenda kazini, tunaporudi, kila kitu kimejaa siasa. Na hakuna mtu anaweza akasimama na kusema yeye si mwanasiasa. Kila mtu ni mwanasiasa, lakini wengi siasa zetu ni siasa za majumbani, ni siasa za makazini. Ila Jerimulo siasa yake ni ya kupasua anga. Kama hivi anaitwa Times, tunazungumza mambo makubwa yanayohusiana na nchi. Lakini kila mtu ni mwanasiasa. Wewe nyumbani kwako una siasa yako. Ofisini hapa Times unatupiga sana siasa. Ndio tulia basi. Unazunguka sana Muro. Brother. Ndio nasema mimi ni mwanasiasa. Ndio. It's a human nature. Mimi ni mwanasiasa. Yani ni sawa na wewe ni mwanasiasa, ila siasa yako hujapenda kui-exercise katika platform kubwa kama ninavyofanya mimi. Kwa hiyo ni swala la uthubutu. Mimi nimeingia kwenye siasa tangu nikiwa chuo kikuu. Nimezunguka 2015 nimefanya siasa ya majukwaani. Nimezunguka kwenye mikoa zaidi ya 12, mikoa 5 nikiwa nafundisha watu. Mikoa 4 nikiwa nafanya siasa ya jukwaani. Na picha zipo na ushahidi upo nitawapa. Na nikarudi kugombea ubunge jimbo la Kawe. Na nilivyorudi kugombea ubunge jimbo la Kawe, kila mtu alikuwa anajua mimi ndiye mbunge ambaye nasubiri kuapishwa. Kwa sababu gani? Ni hesabu. Mimi nilipiga hesabu. Mimi nimezaliwa babangu akiwa anafanya kazi kiwanda cha simenti, Tuge Simenti. Mimi nimekwenda kusoma chuo kikuu, nilivyomaliza nikaishi Kunduchi Kilongawima. Familia yangu kubwa iko Wazo pale, Tuge Simenti, kiwanda cha simenti. Baba zangu wamejenga Tegeta pale. Maisha yangu mimi nikaja kuishi katika eneo ambalo ni jimbo la Kawe. Tukajenga Bunju, ndio wakwe zangu wako Bunju pale. Leo mimi naishi Mbezi Beach hapo. Kwa hiyo ukihesabu nilikuwa na mtaji wa kata 8. Okay. Jimbo la Kawe ilikuwa na kata 12. Kwa hiyo ukiangalia ukiwa na ushawishi kwenye kata 8, unapokwenda kwenye kura ya maoni you are sure na hizi 8, alafu zingine tunakwenda kugombea na wenzangu. Kwa mimi nilipiga hesabu. Hiyo ya kwanza. Mtaji wa pili, mimi nilikuwa kwenye michezo. Nilivyoingia Yanga sisemi hapakuwa na wasemaji. Palikuwa na wasemaji. Lakini ujio wa Jerimulo na Haji Manara ulibadilisha atmosphere ya mpira kwenye upande wa mashabiki, kwenye upande wa kuzungumza, kwenye upande wa hamasa. Na ukiangalia unapoendesha gari, unavuka Tegeta, unaona vibendera vya Yanga Simba, Yanga Simba, Yanga Simba. Wale ni mtaji kwenye kura. Kwa mimi nilishajua mtaji wangu. Unaingia kwenye siasa ukiwa na capital. Kwa mimi capital ilikuwa ni watu wangu wa kimataifa. Lakini capital ilikuwa ni watu wa Simba wa Yanga. Kwa sababu Haji Manara angekuwa campaign manager wangu, which means unapata kura za watu wa Simba, kura za watu ya Yanga. Na mahesabu yangu CCM tayari nina kata 8 ambazo nimeishi na kukaa. Kwa hiyo ukala mtaji. Tulia. Nikawa na mtaji wangu. Nikaanza kampeni. Tulipoingia kwenye kura za maoni, tukawa tunazunguka. Na mimi msimamo wangu ulikuwa ni mmoja tu. Sikuwahi kutoa rushwa, sikuwahi kubeba kipeperushi. Nakumbuka tulienda Mbweni, wenzangu walivyokwenda walikuwa wamebeba vipeperushi, wamewapa wapambe ma t-shirt, kwenye magari wamebandika mabango.
nikawauliza wananchi, kama mgombea anakuja kuomba kura amebeba kipeperushi ndani ya chama, hivi mnampaje kura mtu ambaye anakuja na kipeperushi kwamba bwana, mimi kipeperushi changu hiki naitwa Jerry, nimesoma hivi na hivi na hivi, nipeni kura? Nikamwambia, wanakawe, mtu akitokeza kwenu tu hivi, huyu tunamjua Jerry Muro, alipambana na mafisadi akiwa ITV. Huyu tunamjua, kina mama pale Bwana Nyamala wakati wanapata shida ya matibabu kwenda kutibiwa, wanaambiwa wakajifungue na ndoo kama kuna Dawasco kule, Jerry Muro alipiga story. Hili kaisha. Mtu wao akitokeza anajulikana. Sasa kwenye chama unakwenda na kipeperushi, je, kwenye jimbo utaenda na nini kama sio mabango? Kwa mimi kilichotokea, tukaenda vizuri, nikafanya kampeni. Bahati mbaya mzee wangu alifariki siku 3 kabla ya kura ya maoni. Babangu mzazi alikuwa anauma muda kidogo, alikuwa na saratani, alifariki. Kesho tunakwenda kuhitimisha kampeni, kesho kutwa tunaingia kwenye kura za maoni. Na alivyofariki mzee, tayari karatasi za kupiga kura zilishatengenezwa zikiwa na jina langu. Kwa hiyo huwezi kuwaambia watu kesho nendeni tena mkachape karatasi zingine ambazo hazina jina langu. Na nilifanya interview, nilifanya press conference ya kujitoa kwenye uchaguzi kwa sababu ya kushughulikia matibabu, ya kushughulikia mazishi ya baba yangu. Na kujitoa kwangu, kwa kuwa ilikuwa ni jambo la haraka, watu wengi hawakulielewa, lakini baada ya watu kuja kuona picha za msiba tukizika Machame wakaelewa. Lakini jina lilikuwa liko pale, sura iko. Ndio maana pamoja na kujitoa kwangu, kati ya watu 22 mimi nilipigiwa kura nikawa wa 4 nadhani. Kipi aliyekuja kuzungumza kwenye msiba wa baba yangu kama msemaji wa CCM kwenye upande wetu, na nikamwambia jamani, huyu amekuwa binadamu. Kipi ndio alichukua, na nimwambia Kipi, nenda, una baraka zangu, na akapita kwenye CCM, which means ushawishi wangu kama nimejitoa na kama nilikuwa na msiba na bado nikarudi mtu wa 3 au wa 4 kati ya watu 22, huwezi kuniambia leo nimeshindwa. Sawa, asante sana Muro kwa majibu mazuri, lakini swali letu lingine la kwanza kabisa ilikuwa ni kuhusiana na wewe unavyojitokeza kuita waandishi wa habari. Unatoka kama nani? Unatoka kama nani? Na chama kina msemaji ambaye ni Polepole. Kwanza niseme, nchi haijengwi na Polepole. Chama cha Mapinduzi hakijengwi na Polepole. Ukisoma katiba ya CCM, ukisoma katiba ya nchi, kila mwananchi ana wajibu na jukumu la kupigania na kutetea nchi yake ya Tanzania. That's a primary objectives ya kila mtu. Yani uwe wewe, niwe mimi, kila mtu ana nafasi yake ya kupigania nchi yake, ya kutetea nchi yake. Achilia mbali, wewe sio msemaji wa CCM, wewe sio kada wa CCM, wewe sio waziri, wewe sio mbunge, lakini katika nafasi yangu mimi kama mwananchi natimiza wajibu wangu. Na kwa nini naita waandishi wa habari? Nimefanya kazi kubwa. Mimi ni mwandishi na tuzo 4 za umahiri wa uandishi wa habari. Huwezi ukanibeza. Mimi ni mwandishi ambaye nilikuwa na ushawishi kwenye jamii yangu. Lakini mimi nimekwenda Yanga kama msemaji wa Yanga, msemaji ambaye nilibadilisha mambo mengi. Kwa leo usitegemee kama nina jambo nisiite waandishi. Jerry Muro is a brand. Na ndio maana hata nyinyi mmeniita kwa sababu mnajua kwa Jerry tutapata kitu. Sawa. Ndio labda nikuulize swali, unaniita wewe time. Sasa Jerry kama na kwa hiyo tuna ushawishi ndani. Tukibaki kwenye masuala ya kichama kuzungumza. Chama kina taratibu zake. Sio kila mtu anaweza kutoka kuzungumza. Hata mwanachama wa chini kabisa. Maoni yako au masuala yako kusio kuna utaratibu na Polepole. Mimi naona hivi ukisema hiki, ukisema kile itakuwa vizuri. CCM ina zaidi ya wanachama milioni 5 ambao wako registered. Ina wapenzi zaidi ya milioni 12. Ina mashabiki zaidi ya milioni 20. Na katika katiba kila mtu ana uhuru wa kwake, as long as uhuru wako hauvunji katiba, hauvunji taratibu, hauvunji sheria, na as long as uhuru wako hauhitilafiani na uhuru wa mwingine. Sasa sisi kwenye Chama cha Mapinduzi, wako watu walishazungumza, wako watu wanasema, wako watu kila siku wanaitisha press conference, wako watu wanatweet, wako watu wanazungumza. Ngoja kuchekesha kitu. Kuna tweet za rafiki yetu mmoja, alikuwa waziri zamani, sasa si waziri. Ambaye ni nani? Ngoja kwanza, hatuko hapa kutaja majina. Anapo tweet watu wanakasirika. Tunaambia wewe sio msemaji wa chama, unajua kwa unasemea mambo ya chama wakati wewe ni mbunge, kwa nini usisemee watu wako wa kule kusini kwako, unaelewa? Lakini yeye anakwambia mimi
nina uhuru wangu. Huyu haonekani, anaonekana Jerry ambaye nikipiga leo Boniface anatetemeka. At least okay, kabla ya Boniface, at least yule ni ushasema ni mbunge, sio? Unanielewa sasa? Tofauti yake na mimi, wewe Jerry sio mjumbe. No, sikilize chief, umjui Jerry. Take time kumjua Jerry. Naam, mimi Jerry Muro mmoja tu nitasawa na wabunge 10 wa Chadema. Jerry Muro mmoja tu. Una maana gani hapo Muro? Nakwambia Jerry Muro mmoja. Kifikra, kiuwezo, kinini? Kiuwezo, kifikra, kimapambano, kiushawishi. Jerry Muro mmoja ni sawa na wale 10. Okay. Kwa hiyo mimi hapa nilipo maisha yangu ni zaidi ya mbunge. Sawa. Maisha ninayoishi mimi sijawa mbunge lakini nina ushawishi kuliko wabunge. Okay. Kwa hiyo mimi unaponiambia swala la ubunge kwangu ni swala la kupress a button. Una press button paba. Niko Dodoma mimi Jerry Muro nakula kiapo hivi na hivi na hivi. Okay. And it's a matter of time. Sawa. Hapo. Na wakati ukifika brother mtarusha tu bwana yule jamaa yetu. Okay. Sisi tunakwambia kwamba itunzwe hii. Wakati wake unafika. Na hivi watu wanavyoachia majimbo.